Karibu kwenye usiku wa burudani ya soka la ligi kuu ya NBC. Karibu kwenye dabi ya Kariakoo. Karibu kwenye dabi bora zaidi Afrika Mashariki na Kati. Nitajie wewe dabi ipi bora Afrika Mashariki na Kati kama si Kariakoo dabi. Tukienda Afrika kwa ujumla, tukaiacha ile dabi ya pale Cairo kwa maana ya Al Ahly dhidi ya Zamalek. Alafu tukaenda pale Casablanca, tukaachana ile dabi ya Wydad Athletic Club dhidi ya Raja Casablanca. Alafu tukaingia kwa Madiba pale kwenye ile Soweto dabi, tukaachana na Orlando na Kaizer Chiefs. Wewe utaenda wapi kama si hapa Kariakoo, Simba dhidi ya Young Africans? Hii ni dabi namba 4 kwa ubora barani Afrika, na hii leo inapigwa katika dimba la Meja General Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Jadu, uweza niita mtaalam Abdulaziz Ali Shentembo, na hii ni Ava TV. Karibu ni kuhabarishe kutokea nje ya dimba la Meja General Isamuhyo hivi sasa mapema, kabla ya kwenda kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo majira ya saa 12 jioni, ambao mchezo huo utapigwa katika dimba hili la Meja General Isamuhyo. Zipo dabi nyingi sana barani Afrika. Kwa hapa Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla, tunaanza na dabi ya Kariakoo. Ipo mashemeji dabi. Ukienda pale Rwanda utakuta ipo dabi pale. Ukienda Uganda utakuta ipo dabi, lakini dabi kubwa na inayozungumzwa zaidi ni hapa Tanzania kwa maana ya Kariakoo dabi, Simba dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Kocha Fadlu alishawahi kusema ama alishawahi kunukuliwa akisema pressure lakini pia quality ya Kariakoo dabi inamkumbusha ama inamuonyesha kile ambacho huwa anakiangalia ama anakiona kule nyumbani kwao kwa maana ya Afrika ya Kusini kwenye Soweto dabi. Anaona zinakaribiana kwa kiasi fulani. Kwa hivyo hii ni dabi kubwa barani Afrika, na hii leo inachezwa katika dimba hili la Meja General Isamuhyo, na ndio maana nipo hapa kukuonyesha hali ilivyo nje ya uwanja huu kabla ya kwenda kushuhudia dakika 90 ambazo zitachezwa katika dimba hili la Meja General Isamuhyo. Kwanza jua linawaka. Jua linawaka kweli kweli Dar es Salaam. Jua linawaka nje ya dimba la Meja General Isamuhyo. Bila kutembea na swindo vidaleki hivi ama vitambaa unapata tabu kweli kweli. Sasa kama jua linawaka Meja General Isamuhyo, inamaanisha kwamba uwezekano wa uwanja kuwa na maji ni mdogo sana, ama uwanja kuwa na unyevu ni mdogo, kwa sababu jua kazi yake ni kukausha unyevu. Kwa hivyo hii leo kama jua litaendelea kuwaka hivi mpaka baadaye, tutashuhudia bonge moja ya kandanda, pila likitembea, pila likiweza kudunda dunda ndani ya dimba la Meja General Isamuhyo. Lakini ripoti ya mashabiki mpaka hivi sasa, mashabiki ni wengi kweli kweli nje ya uwanja huu, ikiwa bado ni muda mrefu sana kuelekea saa 12 jioni, lakini mashabiki ni wengi sana wamejitokeza katika uwanja huu wa Meja General Isamuhyo wakiwa na tiketi zao tayari mkononi, na wanaruhusiwa kuingia ndani ya uwanja wa Meja General Isamuhyo kwa sababu mageti tayari yamekwisha funguliwa, na wanaingia kupitia mageti mbalimbali kulingana na daraja la tiketi zao ambazo wamekata siku hii ya leo. Kabla hata mchezo huu wa leo, tiketi za mzunguko zote zilikuwa tayari zimekwisha malizika. Hivyo na ndio maana sishangai kuona mashabiki wakiwa wengi mapema tu kabla ya mchezo husika. Mchezo huu timu zote mbili zinaingia zikiwa tayari zina rekodi ya mchezo uliopita. Ijapo mchezo uliopita ulikuwa si mchezo wa mashindano rasmi ambayo yanatambulika na shirikisho la kandanda duniani kwa maana ya FIFA, yalikuwa ni mashindano ya muungano, mashindano ambayo yamefanyika pale Zanzibar, na tukashuhudia mnyama Simba akiibuka bingwa mashindano hayo akimvua taji Young Africans ambaye alikuwa ni bingwa mtetezi kwa ushindi wa bao 1-0. Bao dakika za jioni kweli kweli ambao limewekwa kimiani na mshambuliaji wa Simba Selemani Mwalimu, na bao pekee ambalo limeipa ushindi na taji wekundu wa Msimbazi. Hivyo hii leo mnyama Simba anaingia katika mchezo huu akiwa na rekodi hiyo ya ushindi katika mchezo uliopita, na Yanga anaingia katika mchezo huu akiwa na rekodi ya kufungwa na Simba katika mchezo uliopita ambao hata wiki haijamalizika. Kwa hivyo kuna pressure bado inajitengeneza hapo, kila mmoja akitamani kwenda kuonyesha kama pengine aliyepata ushindi hakubahatisha na aliyefungwa alibahatishwa labda, na ndio maana pressure inakuwa ni ya aina hiyo. So cha kufanya wewe ni kuwa karibu na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Jina ni moja tu, ni Ava TV.
tutakuletea ripoti zote za mchezo huu kuanzia hivi sasa na hata baada ya mchezo husika, nani atatamba, nani atatoka kichwa chini. Lakini hivi sasa wewe angalia kinachoendelea nje ya uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo.